Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu katika imani. Hakika sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, tunayemhimidi, tunamuomba msaada na tunamuomba msamaha. Tunajilinda kwa Allah dhidi ya shari za nafsi zetu na maovu ya matendo yetu. Nashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hana mshirika yoyote, na tunashuhudia ya kuwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, leo tutazungumzia ujumbe muhimu kutoka kwa mtume wetu, rehma na amani ziwe juu yake, unaosema chukua faida ya mambo matano kabla ya matano haja kufika. Akataja jambo la kwanza, akasema afya yako kabla ya maradhi yako, ujana wako kabla ya uzee wako, utajiri wako kabla ya umaskini wako, muda wako wa faragha kabla ya kuwa na shughuli, na maisha yako kabla ya kifo chako. Hii hadithi ni ukumbusho mkubwa kwa kila Muislamu. Inatufundisha kuthamini neema tulizopewa kabla hazijatuondokea. Mtume rehma na amani ziwe juu yake ametaja vipindi hivi muhimu katika maisha yetu ambavyo mara nyingi sisi wanadamu huwa ni wenye kuvipuuzia kabisa. Kitu cha kwanza ama jambo la kwanza ni ujana wetu. Tuangalie sana ujana wetu kabla ya uzee wetu haujatufika. Tuutumie vizuri ujana wetu kabla uzee wetu haujafika, kwani ujana ni moshi na ukienda haurudi. Ndugu katika imani, wakati wewe bado ni kijana, ni kipindi ambacho wewe bado uko na nguvu, wewe bado uko na bidii na uwezo mkubwa wa kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, wa kujikurubisha na mambo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kuamka qiyamul layl, kwa sababu ukifika katika uzee wako yatakushinda mambo kama haya, kwa sababu kusimama kwako itakuwa hauwezi tena. Usisubiri uzeeke ndio uanze kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Anza sasa kabla ya nguvu zako hazijapungua. Jambo la pili ni afya kabla ya maradhi haja kufika. Afya ni hazina kubwa, ndugu katika imani. Tumia afya yako katika kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutafuta ilmu ya hapa duniani na ilmu ya kesho akhira. Tumia afya yako katika kufanya da'wa, katika kukumbusha na kufanya matendo mema, kwani ni mwangapi wetu waumwe tu na kichwa uwaambie ndugu yangu twende zetu tufanye jambo hili ambalo linamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utasikia mtu kama wewe anakuambia ndugu yangu mimi siwezi kabisa, naumwa mimi, lakini kuumwa kwake ni kichwa tu peke yake. Angalia wenzetu walivyokuwa wanachukulia Uislamu, wanachukua Uislamu huu, hawauchukui tu hivi hivi juu juu, walikuwa wanauchukulia na nguvu kabisa. Na jambo la tatu ni utajiri kabla ya umaskini. Tumia mali yako katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujapungukiwa. Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Enyi mlioamini, toeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti haja kufika, kwani inamaanisha kutoa kuna ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo sadaka na kusaidia wengine ni njia ya kujikurubisha kwa Mola wako mlezi, kwani hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumtoe, yeye atatuzidishia. Jambo la nne, ama tukiendelea katika hili jambo la nne, ni muda wa faragha kabla ya shughuli hasija kufika, kwa sababu wakati wa shughuli ikifika, ndugu yangu Muislamu, utakuwa kila wakati unasema I'm very busy, sipatikani sahihi, mpaka kwa njia za Allah subhanahu wa ta'ala ukiambiwa ni hivi na hivi unasema hupatikani. Astaghfirullah.
Wakati tulionao bila majukumu mengi ni fursa ya kujifunza, ni fursa ya kufanya ibada zile za lazima na zile ambazo si za lazima, na kutafakari, kwa sababu shughuli zitakapokujia nafasi hiyo itaondoka. Jambo la mwisho ni maisha yako. Utayatumikia vipi kabla ya kifo chako hakija kufika? Utaishi vipi katika huu ulimwengu kabla ya hujaelekea akhira? Kwa sababu gani? Maisha ni kipindi kifupi cha majaribio. Sisi hapa duniani, ndugu katika imani, kama wapita njia, na tutarejea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunafaa tutumie kila siku, kila sekunde, kila masaa kujiandaa na maisha ya milele. Kifo kiko karibu zaidi kuliko tunavyodhani. Enyi Waislamu, hebu tujiangalie upya, ni zipi kati ya neema hizi 5 ulizonazo sasa? Je, unazitumia kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kumbuka, siku moja tu utaulizwa kuhusu ujana wako, utaulizwa kuhusu ile mali yako ulitumia vipi, utaulizwa kuhusu afya yako, utaulizwa kuhusu muda wako na maisha yako, kwa sababu sote tutaulizwa katika hizi vitu vyote nilivyovitaja. Kwa hiyo tunafaa tujitahidi na kujihimiza kutekeleza yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kutumia vitu hivi 5 kumridhisha na kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu wetu tujalie na baraka katika maisha yetu haya, katika afya zetu hizi na muda wetu, na ufanye yote haya yawe katika utiifu wako. Amani na rehema zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, familia yake na maswahaba wake wote, na mhimidi zote na himdi zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.